Kamata na huyu naye ni mtuhumiwa. Kamata na huyu naye ni mtuhumiwa. Huyu mzee naye ni mtuhumiwa. Ni yapata majira ya saa 6 za usiku katika kijiji cha Liamedati, kitongoji cha Majengo, msafara mkuu wa wilaya Shinyanga Julius Mtatiro unaingia katika makazi ya kijana Bundala Mashiku anayedaiwa kumuua mwanafunzi aliyefaulu kwenda kidato cha 5, lakini hadi sasa safari na juhudi zake zinaishia kuitumikia ndoa batili inayokinzana na sheria za nchi. Huyu ni mwanafunzi ambaye anapaswa kuwa shuleni kidato cha 5, Kili Sekondari, Nzega, Tabora. Kwa nini umelala na mwanafunzi hapa? Na kuuliza kwa nini umelala na mwanafunzi? Mzee, sogea hapa nyuma. Mzee Bundala? Mzee nani? Mzee Mashiku, sio? Kwa nini kijana wako amelala na mwanafunzi wetu hapa ndani? Wewe unaruhusiwa kulala na mwanafunzi? Hamna. Huyo mwanafunzi ni nani yako hadi unalala naye? Sijajua kama. Kwa nini hujajua? Si alimaliza sekondari alikuwa nyumbani tu. Kwa hiyo baba mzazi wa kijana Bundala Mashiku, mzee Sylvester Mashiku, anakiri kuwa yeye hakuwa anafahamu kama binti huyo ni mwanafunzi aliyetakiwa kuwapo shuleni wakati anaratibu ndoa ya kijana wake, na kwamba kiasi cha shilingi milioni 4.5 zilitajwa kama mahari kwa ajili ya kukamilisha mpango huo. Wapo kweli. Ila mimi, kwa nini mmemchukua mwanafunzi? Nilikuwa sina taarifa kama mimi mwanafunzi. Mzazi wake walipooana na huyu kijana. Wameoana lini? Wana miezi leo kama miwili. Umetoa ng'ombe ngapi? Nilikuwa natarajia kutoa milioni 3. Mwezi wa 8, si ndio? Mwezi wa 8. Mimi na taarifa zenu wote hapa nyinyi. Sasa hebu mwambie wewe binti aje. Alipokuja mzazi wake akaja naomba mali. Waite tu hapo. Mzazi wake mimi nilikuwa sijui kama mwanafunzi. Wewe ulikuwaje hujui kama ni mwanafunzi? Wewe mnaweza mkaenda mkaoa mtoto ambaye hamjui ni nani? Si mzazi wake alipokuja akaja tukaelewana mali. Mimi nikajua mtoto yuko huru. Ili kumuoa mwanafunzi, si ndio? Ilikuwa nitangulize milioni 3.5. Milioni 3.5. Baada ya hapo nipe ngapi? Ila mwakani tena nimalizie milioni 1. Kwa hiyo mahari ya huyu mtoto ni milioni 4.5. Lakini vifaa vya huyu kwenda shuleni ni 400,000 ama 5. Yaani mna uwezo, kumbe yani nyinyi mna uwezo wa kupeana milioni karibia 5. Unaona Lakini hamna uwezo wa kununua vifaa vya shilingi 400,000 huyu mtoto aende shuleni. Mwanangu tulia, usio na wasiwasi. Mimi ni baba yako hapa, nimekuja tu kuwatembelea. Binti aliyezuiwa kuendelea na masomo yake na kisha kuozeshwa kwa hofu, anasema ndoa ndio kikwazo cha safari yake ya kuendelea na masomo ya kidato cha 5. Meolea ndo masija alipata ndisa iwe shule. Aidha, mkuu wa wilaya Shinyanga Julius Mtatiro anachukua nafasi hii kutoa onyo, kwani operesheni hiyo ni endelevu. Mimi nataka tu kuendelea kutoa wito kwamba watoto wote ambao wamechaguliwa kuendelea na masomo lazima waendelee na masomo. Hiyo haina mjadala kabisa. Lazima waendelee na masomo. Lakini vitendo ambavyo vinaendelea hapa mnaona vyote ni vya kihuni, ni vya uvunjifu wa sheria. Binti ambaye anapaswa awe shuleni tayari wazazi wameshamuoza, na mmeona baba wa huyu ambaye ni muuaji anakiri kabisa kwamba wameshakubaliana na mahari wanapaswa kuitoa mwezi ujao.